Yes, karibu sana mtazamaji, tuziangazie habari mbalimbali na leo tuko na story ambako Niffer amewajibu wale waliomuomba kwamba atulie mara tu baada ya kutoka gerezani. Niffer anakuambia nimepitia mengi magumu, naomba mniache. Huyo ni mfanyabiashara maarufu kabisa, mwanadada Jovin Jennifer. Mara tu baada ya siku chache tangu kuachiwa kutoka gereza, kama vile tunafahamu alikuwa gerezani, ameweza kuvunja ukimya na kujibu maoni ya watu ambao wao walishauri kwamba apunguze uwepo wake katika mitandao ya kijamii, akisisitiza kuwa anakwenda kuishi maisha yake kwa namna anayoona inamfaa. Sasa kauli hiyo imeibua mjadala mpana mtandaoni, ikionyesha namna mashabiki wake wanavyofuatilia maisha yake tangu changamoto alizokutana nazo upande wa kisheria. Sasa kupitia machapisho yake katika mitandao ya kijamii, Niffer amesema amepitia mambo mengi sana na magumu katika kipindi cha hivi karibuni, hivyo kiukweli anahitaji nafasi ya kufanya kile kinachompa utulivu wa kiakili na faraja ya moyo. Lakini pia ameeleza kuwa kila mtu ana njia yake ya kupona baada ya kupitia misukosuko na hakupaswi kulazimishwa kufuata ushauri ambao hafikiri unalingana na safari yake binafsi. Sasa kabla ya tamko hilo, mashabiki na baadhi ya wananchi walikuwa wamemshauri kwamba apumzike, ajitafakari na kuacha kuposti mara kwa mara ili kumpa ama kuupa mwili wake na akili nafasi ya kurejea katika hali ya kawaida. Viongozi wa mitandao ya kijamii pamoja na baadhi ya watu maarufu lakini pia walionekana kumpa ushauri wa kutazama upya pengine muda ambao anaotumia mtandaoni, wakisema ni muhimu kwa mtu aliyepitia msongo wa mawazo au majaribu mazito kupumzika. Sasa majibu ya Niffer bana yameonyesha kuwa anataka kuamua mwenyewe namna ya kuendelea na maisha yake, na amesema kiukweli hana nia ya kuhukumiwa kwa kuonyesha furaha, tabasamu au kuendelea kupanga maisha yake mitandaoni baada ya kipindi kigumu. Sasa kauli yake ilikuwa inasomeka hivi: niacheni niishi maisha yangu. Imekuwa hii ikinukuliwa sana na watumiaji wa mitandaoni, hasa wale ambao wanaamini kuwa mtu anayepitia changamoto anahitaji uhuru wa kuchagua njia yake ya kupona. Lakini mtazamaji, cha kushangaza ni kwamba muda mfupi mara tu baada ya kutoa majibu hayo, Niffer alifuta machapisho yake mapya yote ambayo aliyaweka tangu arejea uraiani. Hatua hii inaibua sasa maswali mapya kati ya mashabiki, baadhi wakidhani kwamba huenda aliamua kufuta ama kwa sababu amefuata ushauri wa mashabiki, huku wengine wakitafsiri kama ishara ya kubadilisha mwelekeo wake kimtandao au kutaka kuanza ukurasa mpya. Wote tunaendelea kusubiri kuona pengine nia na madhumuni ya kufuta machapisho mapya ilikuwa ni nini. Ni Official Rose Day. Till next time mtazamaji, katika habari mbalimbali.